Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu na rafiki zangu wapendwa mnaofuatilia peji yangu ya Mtungwe Imani. Leo tunaendelea tena na somo letu la lugha ya Kiarabu katika kitabu Ad-Durusul Lughatil Arabiyya, yani masomo ya lugha ya Kiarabu. Katika kipindi kilichopita tuliangazia katika matumizi ya neno hadha kama kiashiria cha kuashiria kitu cha jinsi ya kiume kilichokuwa karibu, iwe kina akili au hakina akili. Leo tunakwenda katika kuangalia matumizi ya neno hadha katika kuulizia. Lakini kabla hatujaingia ndani ya somo letu la leo, ni vema hapa tukajikumbusha baadhi ya yale ambayo tuliyapita katika kipindi kilichopita, kwa faida ya wale ambao hawakuweza kufuatana nasi katika kipindi kilichopita. Tulisema hadha ni jina la kuashiria kitu kimoja cha kiume kilichokuwa karibu, chenye akili au kisichokuwa na akili, kama vile nyumba, msikiti, mlango, kitabu, kalamu, ufunguo, meza, kitanda pamoja na kiti. Hizi ni picha ambazo zilitumika katika somo letu lililotangulia. Kwa hiyo tunaposema hadha baitun, maana yake hii ni nyumba. Hadha masjidun, huu ni msikiti. Hadha babun, huu ni mlango. Hadha kitabun, hichi ni kitabu. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadha miftahun, huu ni ufunguo. Hadha maktabun, hii ni meza. Hadha sarirun, hichi ni kitanda au hiki ni kitanda. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Sasa tunapokuja katika matumizi ya hadha katika kuulizia vitu mbalimbali, ni kama ambavyo tunavyoweza kuona katika picha na maelezo yaliyoko kwenye skrini yako. Limekuja swali, ma hadha, ma hadha, hiki ni nini? Au huyu, hii ni nini? Au hichi ni nini? Ma hadha. Kwa hivyo kumeulizwa kama hivyo, ma hadha, kwa maana ya hiki ni nini au hichi ni nini. Jibu likawa hadha baitun, kulingana na picha iliyokuja hapo. Hadha baitun, hadha baitun, hii ni nyumba. Likafuata swali jingine, ahadha baitun, ahadha baitun, je, hii ni nyumba? Kumekuja je kwa sababu nyuma ya hadha kumetangulia harf ya alif ambayo inasimama badala ya je. Ahadha baitun, je, hii ni nyumba? Jibu naam, hadha baitun,
ndiyo, hii ni nyumba. Hadha baitun, hii ni nyumba. Kisha limekuja swali jingine kulingana na picha iliyoambatana na swali hilo. Ma hadha, hii ni nini? Ma hadha, hiki ni nini? Jawabu, hadha qamisun, hii ni shati. Hadha qamisun, hii ni shati. Rudia baada yangu. Vizuri. Kisha likafuatia swali jingine pamoja na picha iliyoambatana nayo. Ahadha sarirun, ahadha sarirun, je, hiki ni kitanda? Ahadha sarirun, je, hichi ni kitanda? Jibu, la. Hadha kursiyun, hapana, hiki ni kiti. La, hapana, hadha kursiyun, hiki ni kiti. Kisha likafuatia swali baada ya hilo. Ahadha miftahun, ahadha miftahun, je, huu ni ufunguo? Ahadha miftahun, waweza kurudia nyuma yangu. Ahadha miftahun, je, huu ni ufunguo? Jibu, la, hapana. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Swali la mwisho katika somo letu la leo pamoja na jawabu lake limekuja, ma hadha, hiki ni nini? Jawabu, hadha najmun, hii ni nyota. Rudia nyuma yangu. Ma hadha, hiki ni nini? Hadha najmun, hii ni nyota. Tayib. Ama kwa ufupishi wa darsa yetu ya leo, kumetumika maneno kama vile ma ikiambatana na neno hadha kama jina la kuashiria, lakini liko hapo kwa ajili ya kuulizia. Lakini vile vile imetumika kiulizo, yani interrogative pronoun, ahadha, kwa kutangulia harfu alif. Ahadha ikaja katika swali kama vile ahadha baitun, je, hii ni nyumba? Kwa sababu kinachouliziwa ni nyumba kweli, jibu likaja naam, ndiyo, hadha baitun, hii ni nyumba. Lakini pia likaja swali ma hadha, hii ni nini? Jibu likaja hadha qamisun, hii ni shati. Ahadha sarirun, je, hiki ni kitanda? Jibu likaja la, hapana, hadha kursiyun, hiki ni kiti. Pia likaja swali ahadha miftahun, je, huu ni ufunguo? Jibu likaja la, hapana, hadha qalamun, hii ni kalamu. Na mwisho
limekuja swali ma hadha, hiki ni nini? Jibu likaja hadha najmun. Jaribu kuangalia hapo ulipo, ikiwa ni nyumbani, ofisini au katika mazingira mengine, kutazama pembezoni mwako kuna vitu gani ambavyo unaweza ukatumia neno hili hadha, ma hadha, kuulizia hicho kitu, alafu ujijibu mwenyewe. Usisahau kufuatilia kurasa zangu za kijamii, ikiwemo peji yangu ya Afya Yako Mtaji Wako, vile vile peji yangu ya Facebook Mtungwe Imani, lakini vile vile unaweza kutembelea katika YouTube channel yangu Mtungwe Afya na Mtungwe Imani. Mtungwe Afya na Mtungwe Imani, ili uweze kufanya kitu kule, ushare kwa wengine masomo haya ili nao waweze kupata faida, lakini uweze kusubscribe, kucomment na kulike ili uniwezeshe kutoa masomo mengine zaidi kwa ajili ya faida ya wengine. Ahibbukum fillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.